Moja kati ya vitu ambavyo vinazingatiwa na vina thamani kubwa sana duniani ni picha. Wako wagunduzi wengi ambao washawahi kuvumbua vitu vingi, lakini aliyevumbua picha alifanya kitu kikubwa sana na cha muhimu katika maisha yetu. Picha ina uwezo wa kutunza kumbukumbu za wapi umetoka, wapi ulipo na wapi ulipo unapoelekea. Lakini pia picha ina uwezo wa kukupa wewe kujua hatua zako na nini ambacho unakifanya. Leo tuko na moja kati ya vijana ambao picha imewafanya wakawa wapiga picha mashuhuri Tanzania, kutoka ngazi ya chini mpaka kufikia ngazi ya juu. Mafanikio yake yamekuwa ni ya msingi sana katika vijana ambao wanamtazama, nasi tukaamua tupate feedback za picha kutoka kwake. Wengi wanamfahamu kama Black Spider. Zamani wakati anaanza alikuwa akifanya hivi. Leo tutafahamu mengi sana. Ni kwa nini alikuwa anaficha jicho moja? Tuko na Custom Spider. Wengi wanamfahamu kwenye mitandao ya kijamii kama Black Spider. Karibu sana ndugu yangu. Shukrani bwana Kweka. Mungu mwema? Yeah, bless. Pilika. Mungu ni mwema. Hivi ni fununu gani ishai kukukuta wewe kuhusiana na maisha yako na ikakushtua sana? Fununu. Labda kwenye engo gani labda? Yoyote ile. Ilionishtua kwenye maisha yangu, kitu kikubwa ambacho kimewahi kunishtua ni taarifa ya msiba wa mama yangu peke yake. Wafumitaki, wafuasi wa mitandao ya kijamii washai kunipenyezea wakati nasema naenda kufanya feedback za picha na Custom Spider. Wakasema muulize ashai kusikia rumors kumuhusu kwamba yeye ni mtu wa dawati la mbele. Dawati la mbele ni nini? Advanced team. Shule yenyewe sikuwa kwenye dawati la mbele. Advanced team yenyewe ilikuwa backbencher. Advanced team. Advanced team ya namna gani? Sijui. Watoto wa mjini wanasema vijana wa Dodoma. Hapana. Ushai kukutana nayo? Hapana, sijai kukutana nayo. Unahisi kwa nini watu wanasema? Kwa sababu sijai kukutana nayo, sijui kwa nini wanasema hivyo. Ushai kubadilisha staili yako ya kunyoa? Hapana. Umedumu nayo kwa muda gani? Toka nilipokuwa najitambua na akili zangu, niliamua kwa low cut. Na wakati mwingine mimi na kipilipili. Kwa nywele zangu sizipendi. Zikiwa kubwa, zikiwa ndogo na zifurahia. Kwa mostly zikianza kuwa kubwa tu na kwa moyo naanza kuchukia haya manywele gani haya. Yes, naanza kuyatoa. Ushai kutana na disappointment yoyote kwenye upigaji wako wa picha? Ukampiga picha mtu haukuridhika nayo? Pengine mtu wa muhimu ama sio mtu wa maana, lakini changamoto ni nyingi. Unaweza kupiga picha afu baadaye kadi kaa isoma. Ipi unaikumbuka sana? Nakumbuka kuna kiongozi fulani, sitaki kumtaja jina, tulikuwa nchi fulani, aliniamini sana kwamba bana huyu taenda atapiga picha hii itakuwa kali na nini. Kwa na mimi nikawa so excited kutaka kupiga ile picha. Na nikastudio bana, ule muda wa picha tayari nikakuepuka kutoka nyumbani kwangu nikaenda mpaka juu ilipo floor fresh 21. Nimetoka floor ya pili mpaka kule watu wamekaa pale wameshaji set, kumbe kamera haina kadi. Yani ilikuwa mbaya sana kwangu. Na wageni wameshaingia, yani alikuwa anataka ile mikono ile wakati wanashikana na salimiana, sio ya kupangwa. Unajua corporate photography iko tofauti kidogo na photography nyingine. Kwa hiyo kwangu ilikuwa challenge ambayo mpaka kesho nikisikia hivi nikifikiria nasikia vibaya sana. Yeah. Na alikusamehe? Yeah, of course. Sababu nilikuwa mwanzo sasa. Na mko sawa. Yeah. Ulivyoikuta game ya picha hapa nchini, nadhani watu ambao walikuwa wanasifika kipindi kile hamzidi 5. Kwapo wewe, alikuwepo Michael Mlingwa, MX, alikuwepo Kifesi Kifesi ametukuta. Anawakuta alikuwepo Isa Michuzi, yuko mpaka sasa. Nazungumzia vijana kwa sababu Isa Michuzi kidogo age yake ni tofauti na age yenu. Tumemkuta. Yes, kwenye upande wa vijana nadhani ulikuwa wewe na Michael Mlingwa. Yeah, wako wengine labda ambao walikuwa nasahau majina yao. Lakini ambao walikuwa wanafahamika sana na wasanii na industry, ilikuwa wewe na Michael Mlingwa. Kuna yule mpiga picha alikuwa mpiga picha wa Wema.
anaitwa Bestizo. Yeah, wako wengi kina Okta, sio kina nani, wako wengi ambao wameendelea kustiki kufanya hiyo biashara. Nafikiri ni wewe Michael kwa mbali. Bado unaendelea kupiga picha au umeajiri vijana wapige picha kwa ndoto? Unaendelea kupiga picha. Yeah. Kinachokufanya usustain kwenye hii kazi ni kuwapa nafasi wengine pia wafanye, kwa sababu mambo yanabadilika, technology imekuwa, naweza kawa huna time ya kufuatilia technology. Vifaa pia viko vya kisasa vinakuja, kuna generation hii inayokuja, lazima washike mkono, wajifunze kutoka kwako, wakuzungumzie kwa watu wengine wafanyeje, ndio wanaendelea kubaki. Lakini ukiwa wewe kama wewe, ushasiku hata watu wengine hawatokujua, kwa sababu huwezi kuwafikia watu wote. Wenzako wameopt kubaki kuwa mabosi na kuachia madogo, lakini bado unaendelea kukaba mpaka penalty. Mimi bado, kwa sababu mimi naendelea kujifunza, bado sio mtaalamu. Mimi sipendi ubosi, mimi sio boss. Mimi napenda kujifunza, napenda kujua vitu vingi ambavyo vinakuja kwa sasa, ambavyo mwanzoni pia hatukuwa navyo. Napenda kuona mwingine akifanya, kwa sababu hata ukikaa kule ofisini huwezi kuona anafanyaje huyu. Napenda kumrekebisha, napenda anirekebishe, napenda anicheke, aseme bwana wewe naye una mambo ya zamani, sasa hivi tunafanya hivi, ili na mimi sasa hivi nifanye hicho ninachoweza kufanya. Kwa hakuna sababu yote ya mimi kusema niende nikakaa kwenye kiti wakati wa kazi nyingine inafanyika, wakati kumbe natakiwa nijifunze, na elimu mwisho wake sijui bado hujajulikana. Uliwahi kuota kuna siku utakuja kumpiga picha Mheshimiwa Rais? No, hapana, sikuwahi. Watu wengi wakikuona pale wanajiuliza, yule ni mtu wa mwisho wa maamuzi. Picha ni sensitive issue. Tunachua tunapiga picha kila siku. Labda aliwezaje kuconvince mamlaka mpaka kuona Aida anafaa na anastahili? Hivi vitu vinakuja kwa neema tu za Mungu. Wakati mwingine, kwa sababu hata kuna vitu ambavyo tunavyo, kuna watu wanaomba usiku na mchana wawe navyo, na wengine haukuwahi kuomba lakini unakuwa navyo. Ni neema ya Mungu. Na wakati mwingine ni kuanza kuwa mwaminifu toka awali, kwa sababu sio wewe kusema mimi mwaminifu mnavyoniona hivi. No. Ni watu waseme kwamba bwana, tunafikiri mtu fulani ni mwaminifu, tunafikiri mtu fulani atafaa, tunafikiri mtu fulani ataweza, tunafikiri mtu fulani hili ndio sehemu yake. Kwa ni lazima uanze kutoka kwa watu wengine, uende ndio kila siku una grow. Ukimess up tu sehemu fulani hivi basi, sababu wako wengine ambao walikuwa wanafanya vizuri zaidi. Picha yako ya kwanza ya kumpiga Mheshimiwa Rais? Rais yupi sasa? Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana marais wengine pia nimewahi kuwapiga picha. Nimewahi kumpiga picha Mwinyi, nimewahi kumpiga picha Rais Kikwete, nimewahi kumpiga picha Magufuli, Rais hayati Magufuli. Nimewahi kumpiga picha makamu wa rais wa 2015 Samia. Sasa hivi ni rais. Yes, sasa hizi ni Mheshimiwa Rais. Okay, basi tuichukulie generally. Picha yako ya kwanza kumpiga kiongozi mkubwa, ambayo kwako wewe ilikuwa ni nafasi ama fursa kubwa sana. Natamani kufahamu ile film, lakini natamani kufahamu ile picture, kama una kumbukumbu nayo, umeitunza sehemu yoyote kama kumbukumbu yako? No, kwa sababu picha yangu mimi ni ile. Kinachofautisha leo labda nimempiga Kweka, kesho nikampiga Alex, kesho nikampiga Mheshimiwa DC, kesho nikampiga Mheshimiwa RC. Kwa mimi napenda tu save tu hizo ambazo labda kutokana na tukio fulani ambalo labda litahitajika, lakini sio kuweka ile kwamba hii ndio picha yangu ya kwanza kumpiga fulani. No. Picha zako 3 bora katika maisha yako yote ya kupiga picha? 3. Kiambiwa uzitaje? Watu au picha? Watu sasa ndio watu wanatokea kwenye hizo picha. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ya picha wakati yuko Norway. Alafu Rais Hassan Mwinyi wakati nampa zawadi ya maziwa
na picha nilimpiga akiwa mlangoni. Yaani unampa maziwa lakini ukampiga picha? Yeah, nilipatia maziwa baadaye nikampiga picha. Okay. Yeah. Picha nyingine ya mtoto. Mtoto wako? Na mtoto ambaye alikutana naye kijijini. Nilimkabidhi kamera, kabidhi na walikuwa watatu. Kama ushaona hiyo picha. Alafu mmoja anachungulia kamera hivi, mmoja nani? Yes. Nilikuwa Morogoro nafikiri. Umewaajiri vijana wengi tu. Tumejiajiri. Mimi mwenyewe nimejiajiri huko. Ndio, lakini kiongozi wao. Naam. Natamani kufahamu wewe ni kiongozi wa aina gani kwao kama unapata feedback. Hapo sasa ndo inabidi wao waulize. Mimi nitajifagilia tu. Unajifunza nini kwa vijana ambao unawaongoza? Mengi technology. Wana time nzuri ya kuangalia zaidi kwenye mtandao na kujifunza vitu kadha wa kadha. Lakini pia kujifunza kutoka kwao vitu vingi. Kipi hakikufurahishi sana kutoka kwao? Kwa ujumla, sio watu wako. Appearance. Yeah. Kwa sababu kwa mfano kama mimi nimefanya kazi na wasanii wote Tanzania. Lakini sijawahi kujiweka kama msanii. Photographer sasa hivi fanya kazi na mtu ana bleach nyeupe naye anatafuta pink anapaka. Huyu akifanya kazi na mtu ana wei naye anaenda kutafuta wei anapiga. Fanya kazi na mtu anavaa milegezo na yeye anaenda kutafuta mlegezo wake anapiga. Mimi nafikiri hii haikufanyi ukawa bora zaidi. Bora baki kwenye field yako, kuwa wewe. Mtu akiona mtu anafanya naye kazi na wewe ajue kutofautisha. Umeoa sasa? Naam. Natamani kujua maisha mzuri sana. Natamani kufahamu maisha ya ndoa sasa mara baada ya kuingia katika ndoa. Vitu gani ambavyo unaona kama vimebadilika? Ya maisha ya ndoa ni mazuri, sijajutia, siwezi kujutia, ni mazuri na nayafurahia, na vitu ambavyo viko tofauti labda lazima nimshirikishe mwenzangu vitu vingi ambavyo mwanzoni nilikuwa siwezi kushirikisha mtu yeyote, nilikuwa naendelea na mitikasi yangu. Sasa hivi naweza kumshirikisha mwenzangu, ni vitu ambavyo nimejifunza taratibu na naendelea kujifunza. Kuheshimika kama kiongozi wa familia. Mwanzo nilikuwa narudi tu yani kama mwana kuheshimika kama kiongozi wa familia. Vitu kadha wa kadha, kudili na watu wenye heshima wengine, labda wazazi wake, wazazi wangu. Shemeji, kuna hiki kitu kinatokea mko wangu kama mdogo wako huyu mwana. Hiyo nzuri. Ambao naona pia ni tofauti. Kitu gani umeona ni kipya kwako na unaanza kuadapt? Kipya ni kuwa na mtu wakati wote, kwa sababu sikuwa na mtu wakati wote, lakini ile kuwa na mtu wakati wote, kumfikiria, kumwazia na kumfanyia maamuzi yake na kumwandalia vitu vyake na mitikasi yake, kwangu ni kitu kipya. Kwenye field ya picha, ukilipwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kama kazi kwa ajili ya kwenda kupiga picha, unafanya hiyo kazi? Mimi sio mwanachama, mimi ni mpiga picha. Nafanya kazi na chama chochote. Umeshawahi kupata deal kama hizo? Marehemu Saif, Mheshimiwa Saif ambaye amefariki akiwa makamu, ndio nimewahi kumpiga picha zile presidential picture. Unahisi kwa nini upate deal nyingi hizo wakati picha zako ni standard kubwa? Hawafiki bei ama deal nyingi za namna gani? Za vyama pinzani. Vyama pinzani. No. Unajua kwenye field ya wapiga picha wako watu wengi. Na ningekuwa labda mtaani, pengine ingekuwa rahisi wao kunikuta. Tayari wameshaona labda kuna mtu mwingine unafanya naye kazi, kwa wanajua kabisa of course utakuwa busy. Licha ya kuwa na imani ya chama chako, lakini kuna zile taratibu za kikazi ambazo unajua kabisa hizi ukiniita nitafanya. Ukifikia malengo ya kulipa gharama yangu utafanya. Kuna mipaka ya kwamba huwezi kupiga picha ya chama chochote? Mimi kama mimi hamna mipaka. Ndio maana nasema yani kwa mfano mimi ni mwanachama fulani, lakini kazi yangu haina chama. Kazi yangu naweza kufanya kazi na mwanachama wa chama chochote. Mradi tu unajua bwana na unanilipa kiasi fulani,
sikiuki sheria za nchi, sikiuki sheria za upigaji picha na kupiga picha. Mnatunza sana siri za mabinti wengi, haswa wapiga picha. No, mpiga picha wa fashion photographer ndo anatunza siri za mabinti. Mimi sipigi picha mabinti. Wewe ni specialized? Mimi ni simpiga picha fashion photographer. Ni corporate photographer. Okay. Ambao hakuna siri ya mabinti. Okay. Unafuga wewe? Ya, napenda mbwa. Naishi na mbwa. Wangapi sasa hivi? Na mbwa 6. Ni unawatreat wewe mwenyewe ama kuna mtu anakusaidia kwa? Mimi na mtu mwingine. Sasa mimi napenda, yani sio kwamba nafuga tu mradi nyumbani kuwe na mbwa. No. Kwa ninaporudi nyumbani na deal nao. Napokuwa siko nyumbani kuna mtu mwingine hata deal nao. Bajeti ya kutunza mbwa wako inaweza kufikia kushinda? Mbwa ni wewe sasa unavyoweza kumfanya. Wewe kufanya akawa expensive, na mimi budget yangu cheap sana ya mbwa. Sababu atachukua chakula, labda wale zile nyama za vingongoti kule, kuna nyama special za mbwa, labda kilo moja ni shilingi 2000 wanauza mpaka 1800. Kwa hiyo najua kabisa hii kilo moja nikipika na kitu fulani, labda unga sio au nini, huyu mbwa watakula mbwa kadhaa kwa siku kadhaa. Wamekufundisha nini mbwa? Mbwa wana real love. Yani unajua mlinzi unaweza akapokea hongo kwa mtu akamwachia mtu afanye uhalifu, lakini mbwa hawezi. Umeshawahi kujiona unaingia kwenye siasa? Hapana. Sipendi siasa. Wewe ni Mkristo. Ratiba yako ya wiki nzima na mara yako ya mwisho kwenda ibadani ni? Ratiba ya wiki nzima inategemea, na kwa sababu mimi shughuli zangu ni safari. Kwa hiyo inategemea kama niko nje ya safari au niko safarini ama siko safarini. Ambao siko safarini nahudhuria ibada kama kawaida. Ukipewa nafasi ya ujielezee kwa maneno machache, Paida ni mtu aina gani? Mzaramo, mrefu, mwembamba, mweusi, wa ukaya cholile kachola miangu kwa visa nifiche msiba ngoma 200. Utumiki leo? Sijawahi. Wala pombe, sigara, swing, vyote sijawahi. Kuna ulevi wako unao? Hapana. Nipo tu mwanangu. Hata ulevi ule mwingine huna? Ulevi gani? Wanasema watu wasipotumia sana vile vivyo, kuna ulevi wanakuwa nao. Upi huo? Wa kupenda wanawake. Na mke. Basi kile changu mke wangu. Na binti mzuri tu, mrembo. Watu wenye watoto wa kiume hawaruhusi kuja nyumbani sasa. Sasa swali gani ambalo upendi kuulizwa kuhusiana na familia yangu? Yaani kwa mfano kama maisha yanayohusu mke wangu, sijui familia yangu, sijui nini. Na ndio maana hata si dini napo hata kwenye mitikasi ya social media. Labda unatumia safari gani, sijui unafanya nini, yani hizo personal mitikasi ambazo sio sawa. Hivi kwa nini ilikuwepo? Wengine wanasema ni alama ya Freemason. Okay. Hiyo haikuwa alama ya Freemason. Mimi nategemea kula kwa sababu ya kupiga picha. Na nikipiga picha ni kwa sababu ya kutumia jicho moja. Mara nyingine tukipiga picha tunafumba jicho moja ndio tunaona kupitia jicho moja. Ndio maana nikifanya hivyo. Kwa haina uhusiano wowote. Uliputanaje na Millard? Millard nilitafutwa na yeye kupitia NTC. Sababu bana brother nakutafuta na nini na nini. Ni wewe namtaka wewe. Mwaka gani? Nikaenda. Ilikuwa muda mrefu. 2012 sijui kama hicho. Yeah. Nilipokutana naye akakwambia nini? Anambia vipi mzee wangu, swali nafikiri tufanye kazi pamoja na nini. Unafanya kazi na nani? Mimi nilikuwa freelancer. Najiita nani chokolaa kwa chokolaa. Kwamba yani ukiniita huko nipo, ukifanya leo nipo na nini hivi. Sasa mimi chokolaa tu. Sema okay, basi mimi nafikiri tufanye nini. Kwa tukapata taratibu za kiofisi, tukakubaliana, tukaanza kufanya kazi. Kwa Millard ulidumu miaka mingapi? Kwa Millard ulidumu muda gani? 4 years. 4 years approaching 5 years. Ukatoka ukaenda EFM? No, sikutoka kwenda EFM. Nilitoka nikawa mtaani tena. Nikaamua kuwa chokolaa tena. Kwa muda gani? Miezi 3 nafikiri. Nikatafutwa na Stan Buckle. Ndio. Sababu na blaza anakutafuta
uonana naye ufanye naye kazi. Nasema okay. Wakati huo nilikuwa nafanya kazi na Mkubwa na naye. Hapa akisema brother anakutafuta ni Francis Caesar sasa. Yes, Majay. Sema okay, tukapanga appointment nikaenda nikaonana naye. Kuna siku mara ya kwanza nikutana naye pale Ramada. Ramada hapo ndo mpya moto. Natoa kiingilio changu 40 kwa ajili ya kwenda kuogelea jamani. Yeah. Pale ndo tukakutana naye. Wakati huo nafikiri ndo uchumba umekolea sana na Elizabeth. Yes, kwa walikuwa wote wana half time na nini. Kwa tukafanya mazungumzo hapo, baadaye tukahamishia ofisini kwake. Sawa, okay tu. Na mute. Yeah. Kwa Elizabeth watu wanasema wewe ndio ulitanguliza pasi. Hapana. Kwa ulimkuta Eliza tayari kwa na mimi nimekuta tayari wako kwenye mahusiano. Kwa hukuhusika na penetration pass. Wala sijai hata kuhusishwa. Kwa nini Majay alikuwa anakupa nafasi sana ya kumpiga picha Elizabeth? Kwa sababu mimi nimpiga picha wake, kwa hiyo alikuwa anajua kwamba anaweza kumpiga picha mke wake pia. Okay. Maisha ya EFM. Yeah. Yalikufunza nini na nini ambacho unakumbuka? Kuna vitu vingi vimenifunza kufanya kazi na watu wengi, kwa sababu pale ndo sehemu ambayo nimefanya kazi na watu wengi kidogo. Kujiamini kufanya jambo kubwa, kwa sababu nilikuwa head of digital department. Kwa kulikuwa na zile event kubwa, sijui kama concert, sijui nini, na vitu vingi vilikuwa vinafanyika EFM, na nilikuwa front kwenye kufanya branding na kufanya. Kwa kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza. Na yeye ni mtu ambaye alikuwa ananipa exposure zaidi, kusafiri na yeye, kujifunza vitu kadha wa kadha. Kuna vitu vingi vya kifaida kabisa ambavyo nimepata kupitia. Wakati huko EFM, mimi nilikuwa mmoja wa watu ambao uko EFM. Yeah. Na ulikuwa ni mmoja miongoni mwa wafanyakazi wanaopendwa sana na Big Boss. Kwanza unahisi kwa nini? Lakini pili, wafanyakazi wenzako walikuwa wanaipokeaje hiyo? Kwa sababu Majay alikuwa ananitreat kama brother. Kwa hiyo nilikuwa nasikia comfortable kushare naye vitu vingi. Kwa sababu pia nimejifunza vitu vingi kufanya na watu wengine. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kuwa close, kumwambia bana brother, nafikiri tufanye hiki, mipango ya kufanya event, maandalizi ya event, kwa kufikia event inafanyika na kukamilika, feedback ya event na nini. Kwa mostly nilikuwa close kwa ajili ya kufanya kazi ambazo ni za kiofisi, na haikuwa tabu kwa sababu pia tulikuwa tunashirikisha staff wengine. Kwa sababu timu yangu, kwa sababu mle kuna department tofauti, timu yangu ilikuwa front kwenye kutengeneza hizo warm up ya event na nini. Kwa hakukuwa na shida, yani ule ukaribu na boss, au kwamba kwa sababu sikuwa kama mpeleka taarifa unafanya kazi bwana, kufanya kazi fulani kafanya hivi nini mnoko. Mnoko, sikuwa mnoko, nilikuwa mtu ambaye napeleka mipango ya kazi, tunafanya kazi, tunakubaliana na nini. Kwa haikuwa shida kwa wafanyakazi wengine, kwa sababu ingekuwa hivyo, ingekuwa fulani kaniambia au fulani kaniambia, ingekuwa shida kidogo. Yeah. Amekufanya nini kwenye maisha yako? Nini kimekujenga kwenye uongozi wake wakati mmeishi naye mara baada ya wewe kutoka sasa EFM na kuwa independent? Majay ni kiongozi mzuri, ni mshauri mzuri, na wakati mwingine ni brother ambaye anajua vijana wanataka nini. Kwa anacheza step zako, yani kujua kwamba bana huyu kufanya hiki itakuwa hivi, kufanya hivi, unaweza kushauriana as a brothers. Hakuwa mtu baba au mtu mzima ambaye pengine naweza mkashindwa kushauriana. Kwa kiongozi ambaye pengine kwangu mimi ni kiongozi mzuri sana. Watu wanasema kwenye ofisi yako umeweka picha yake. Watu sio ya kwake peke yake, watu wengi ambao nimefanya nao kazi nimeweka picha zao. Watano ambao umeweka picha zao. Majay mwenyewe, Miladi, Mheshimiwa Rais, Makonda, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha, mkuu wa mkoa wa Simiyu, watu wengi, Salama Jabil, wengi ambao nimefanya nao kazi, Mpoki Joti, mkurugenzi wa Asas, bwana Faraj Fuadi, mostly wakurugenzi wote wa Asas, Ahmad. Kwa hiyo ni utaratibu wako, kila unayefanya naye kazi unachukua picha unatunza kwenye ofisi yako? Sio kila anayefanya naye kazi, kuna watu ambao wameweka kwenye viwango vya
vya kuweza kuwa sehemu ya mafanikio. Kipi kinaweza kufanyika nikikifanya mimi pengine nitaikuta picha yangu kwenye ofisi yako? Hata ukinishauri inawezekana, kwa sababu wakati mwingine mali sio kwa kitu kinachoshikika peke yake. Mtu anaweza kukushauri jambo zuri ambalo likakufanya ufanikiwe. Huyo ni mtu sahihi. Source ya capital yako kuanzia unaanza na unafanya kazi kwenye media, umekuwa na kampuni yako binafsi ya Black Fiber. Source ya income yako ya kampuni ilitoka wapi? Kwenye kuajiriwa. Ilikuwa ni kwanza kuajiriwa, unachokipata una save, unaanza kununua kifaa hicho, sasa ndo ukianza kufanya kazi una save, unaanza kununua vingine na kufikia hapo. Kumbukumbu yako ulianza na mtaji wa shilingi ngapi na kifaa gani cha kwanza kukununua? Mwanzoni kabisa ilikuwa milioni 16. Ya kwanza ilikuwa Nikon 3750. Baadaye nikanunua na vingine. Yeah. Okay. Kwa una save sana. Yeah, muhimu save. Katika 100% ya pesa yako, asilimia ngapi una save? 98. 2% ndio unatumia. Yes. Na katika hizo 98 si ku save tu, inaweza kuwa 70% ni kuinvest kwenye namna yake, kwa sababu mimi hata ukifika ofisini sio kitu kimoja nafanya. Mimi profession yangu photography, kuna mitikasi ya photography, videography, kuna issue ya printing, kuna issue ya sound, na DJs na nini hivyo, kufanya coverage ya event. Kwa hiyo si ku save tu, lakini kuwekeza katika namna ya kuweza kujaribu. Leo unaweza kuwa na hiki, kesho unaweza kuwa na hiki, kesho unaweza kuwa na hiki. Kasam Faida asingekuwa mpiga picha, angekuwa anafanya shughuli gani? Mimi nilikuwa napenda sana mitikasi ya magari. Napenda magari. Na nimesoma MVM, yani motor vehicle mechanics 2 years. Na garage nimekaa 2 years. Kwa passion yangu ni magari. Ya kwa nafikiri hata ndoto yangu ya mwanzoni kabisa nilikuwa nafikiria kuwa dereva magari makubwa, malori. Unajua ukiwa mdogo mradi upate access kutoka nyumbani uende. Kwa mimi napenda magari. Mama yangu amefariki 2002. Kwa yeye ndo alikuwa kiungo mchezeshaji. Alipofariki nikaanza kwa leo niko kwa uncle, kesho niko kwa huyu, kesho niko garage, kesho kuta niko huko. Nikawa ni mtu wa kujitafutia. Baba yako ni mtu aina gani? Alifariki nikiwa mdogo sana. Mzaramu. Kwa na miezi miwili si mitatu. Ni habari zake tulizozifahamu. Sija kutana. Wewe Mzaramu? Wa ukae kabisa. Ile kachola nifiche msiba ngoma niambie. Kupoteza wazazi ukiwa umri mdogo, unahisi imechangia wewe kuwa mpambanaji kiasi? Hapana. Sio hiyo, hata sio kwamba eti ukipoteza wazazi utafanikiwa au usipopoteza ufanikiwe, no. Kwa sababu nilikubali kudili na challenges zote ambazo nilikuwa nakutana nazo. Na sikuwa mtu wa kulalamika. Nilikuwa natamani nifikie kwenye hatua ya mafanikio. Challenges zote mimi kwangu zilikuwa zinazidi kunipush kuelekea kwenye hatua ya mafanikio. Hata sasa sio kama nimeshafanikiwa, lakini challenge yote ambayo nakutana nayo mimi ni kibali cha kuelekea kwenye hatua ya mafanikio. Sasa hivi bado ni kijana mdogo kabisa. Leo ni siku ya kumbukizi ya kuzaliwa kwako. Yep. Kwako birthday ina maana gani? Na huo unaisherekeaje? Kuna kitu moja nimejifunza kwa mkurugenzi wa Asas Bwana Faraj. Anasema kila inapofika siku ya kuzaliwa kwetu ni changamoto kubwa sana. Yaani ni pigo. Kwa sababu unaelekea siku za kukaribia kifo chako. Umetimiza uliyofuata duniani. Kwa mimi nimejifunza kutoku celebrate birthday, ila imekuwa ni kuongeza chachu ya kufanya juhudi na jitihada za kufikia lengo before sijafariki. Saiko yako ni watu ambao wanajiweza sana kifedha? Sio watu wanajiweza sana kifedha. Saiko yangu ni watu wengi ambao wanapigania kufanikiwa. Kwa natamani kukutana na mtu ambaye anapigania kufanikiwa. Lakini wengi wanajimudu. Kujimudu, hata mtu yote anajimudu. Hata ile kiasi cha wewe kuwa na uwezo wa kunyanyuka hapa kwenda sehemu nyingine tayari umejimudu. Lakini tukizungumzia hatua ya mafanikio, tukizungumzia watu ambao wanajiweza kifedha, kimaamuzi na maisha yao yako vizuri, ni cycle ambayo uko nayo wewe.
Ndio maana nasema tumetofautiana kwenye mtazamo. Ukimzungumza mkurugenzi wa Asas, sijui mkurugenzi wa EFM, mkurugenzi sijui wa Millard Ayo, mkurugenzi wa nini, ni kwa sababu mimi siwaangalii kama watu ambao matajiri. Mimi naangalia wafanyabiashara. Ndiyo. Ni watu wanawekeza. Even hata nikienda kuzungumza naye, sizungumzi kama nazungumza na tajiri kwamba kabla nisaidie bana kama chawa. No. Mimi nataka nijifunze anafanyaje, inakuaje, ana operate vipi. Ndio maana hata simu yangu mimi ni rahisi kupokelewa kwa sababu sipeleki shida zangu. Napeleka haja ya kujifunza na kutamani kuwa kwenye mtu alipokuwa. Lakini kuna mwingine unaona kwamba leo nimekutana na huyu. Yaani hapa leo ni yeye. Unaona gari yake, hii gari mimi sina uwezo nayo tena. No, mimi nasema hii gari mimi natamani kuwa na gari hii. Ulifanyaje? Atakwambia bana, sikiliza, mimi sikuanza kuwa na gari hii, nilianza kuwa na ile. Ukiangalia ya kwako ni nzuri kuliko ile aliyokuwa nayo, unaona wewe hii mimi kesho. Harusi yako michango ilifika shilingi ngapi? Sikumbuki. Sababu mpaka harusi inaendelea bado nilikuwa nachangia. Na ulipata michango mingi sana. Kwa sababu mimi natoa pia michango mingi kwa watu. Kwa ilikuwa ni feedback nzuri ya kujitoa kwa watu, na sio tu michango. Kuna watu wengine ilikuwa lazima waje hata kama hawana michango. Mimi mtaji wangu ni watu, sio kiasi ambacho wewe uko nacho. Yaani mimi kuwa na wewe, yaani wewe kwangu wewe ni unakumbuka umenipigia na nakutaja kwa jina, yaani wewe ni wa thamani kwangu. Sio kwamba eti kwa sababu unanitumia hela au ushawahi kunitumia hela au napata, yani hapana. Mimi ule utu wako mimi wewe kwangu ndio una thamani. Kwa cha kwanza ilikuwa ni wale watu ambao walikuwa wamefika, au watu ambao waliniwish au watu waliwish kufika. Wale ndio mtaji wangu. Hakuwa fedha. Wewe ni mpiga picha. Natamani kujua wakati unamchagua mtu ambaye atakupiga picha wakati wa jukumu lako kubwa kama lile, na hauna uwezo wa kujiselfie, hauna uwezo. Vigezo gani uliangalia? Nani alikupiga picha? Ilichukua muda gani kukubali upige picha na huyo mtu, na kwa nini? Picha ina categories. Kuna wedding photographer, kuna nature photographer, food photographer, corporate photographer. Photography ina categories. Mimi sio mpiga picha wa harusi, wala sina utaalamu wa kupiga picha za harusi. Japo nimewahi kupiga picha za harusi. Kwanza vijana wangu wa Black Friday wote walisema sisi hamna mtu atataka kushika kamera. Waliogopa uzalamo wako? Sio uzalamo wangu, yani watu wenyewe walikuwa wanatamani kupata muda wa kucelebrate, sio kuwa sehemu ya majukumu ya kikazi. Kwa hiyo kuna photographer kadhaa walinicheck kwamba bana, pige picha tufanyeje. Kwa mwisho wa siku waliendelea kufanya. Okay. Na ulizipenda? Of course. Mimi sina maswali mengine. Labda wewe kama una swali lolote kwenda kwa mtu. Mara mwisho kufanya mazoezi ile. Ilikuwa nzuri sana. Swali lake Kasampaida nitalijibu siku nyingine. Na yeye ni kijana ambaye anajitafuta na amefanikiwa kwa kiasi fulani. Wapo watu wengi sana wanamtafuta kwa kumwangalia kama role model. Mimi nishukuru sana CRDB Bank Foundation ambayo yenyewe inaendelea kuwashika mkono vijana haswa wa kiume na vijana wa kike kwenye upande wa uwekezaji. Kama unafanya biashara na unahitaji elimu ya biashara, unahitaji kushikwa mkono, fika benki ya CRDB tawi lolote, waone, waambie nimepata kujua na kujifunza mengi kuhusiana na CRDB Bank Foundation kupitia mradi wao wa Imbeju. Lakini pia niwashukuru Soko Noga ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya production. Kama hapa umeona tulikuwa tunatumia vifaa vyao kwenye upande wa sauti. Na kama unataka kuagiza gari, si vibaya kama utawacheki wale Tila Motors ambao wako Samora Posta pale kwa nambari ambazo ziko hapo. Lakini mimi nitoe shout zangu nyingi sana kwa Brain nyuma ya kamera, kwa sababu yeye ndio ambaye amekuwa akipambana sana kuhakikisha maswali yote ambayo unayaona yanakwenda vile vilivyo. Na muda mwingi ambao nakuwa nafanya interviews, basi yeye amekuwa akiwa kama producer wangu wa kuniambia hiki uliza, hiki usiulize. Mara chache sana kupata watu wanao appreciate. So shout out sana kwa Brain, shout out kwa wewe ambao unaendelea kunifuatilia. Subscribe YouTube channel yangu, nifuate Instagram kama BJHDAD_PG. Mpaka wakati mwingine tutakapokuletea feedback nyingine kutoka kwa mtu mwingine. Hizi ni elimu, wanasema darasa huru na ni darasa bila ya kulipia.